Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu. Karibu sana katika siasa na haki za Tanzania. Na leo tunauliza swali lenye uzito mkubwa na lenye kugusa mioyo ya wengi. Nani aliruhusu bunduki ziue watu Oktoba 29? Hii ni kauli ya Mheshimiwa Joseph Mbilini aka Mr. Sugu, ambayo inawakilisha hasira na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi kuhusu uwajibikaji wa maagizo ya kutumia risasi dhidi ya raia wakati wa maandamano baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Kauli hii inazua swali la msingi: nani alitoa amri ya shoot to kill au matumizi ya risasi za moja kwa moja wakati wa vurugu hiyo? Sasa hapa, kulingana na ripoti za CNN, Amnesty International, UNOHCR na BBC pamoja na Human Rights Watch, na majibu rasmi ya serikali, tutahusisha chanzo cha maandamano, matumizi ya nguvu, idadi ya vifo na maoni kuhusu uwajibikaji na mustakabali wa haki nchini. Uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 ulikuwa na utata mkubwa. Chadema kama chama kikuu cha upinzani ilizuiwa kushiriki baada ya kukataa kanuni za uchaguzi, ambapo wawaniaji wakuu walizuiwa au kukamatwa, na matokeo yalikuwa ya kushangaza. Rais Samia Suluhu Hassan alidaiwa kushinda kwa asilimia 98 ya kura na turnout rasmi ilikuwa ni asilimia 87, lakini kulingana na ripoti za upinzani na watazamaji wa kimataifa zinasema turnout halisi ilikuwa chini sana, karibu asilimia 35 mpaka 40. Siku hiyo hiyo maandamano yalianza kwa Dar es Salaam, Mwanza pamoja na Arusha, Mbeya na maeneo mengine, yakilalamika udanganyifu wa uchaguzi, ukosefu wa uwazi na ukandamizaji wa upinzani. Polisi na vikosi vya usalama walitumia nguvu kubwa kama tear gas, risasi za moja kwa moja na hata shutdown ya internet kwa siku kadhaa, ambapo ilianza kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba 4. Ripoti za kimataifa kama Amnesty International za Disemba mwaka 2025, UN na OHCR za Novemba mwaka 2025 pamoja na CNN za Novemba mwaka 2025 zinasema watu mamia au maelfu walikufa au kujeruhiwa. Amnesty inataja unlawful lethal force na shoot to kill policy wakati wa curfew. CNN ilichunguza video na kugundua polisi na watu wenye bunduki wakifyatua risasi katika maeneo ya raia, na wengi wa waasiliwa hawakuwa waandamanaji bali walifuata nyumbani au barabarani. Human Rights Watch kuanzia Machi mwaka 2026 inasema vifo vilifanyika hata kwa wale wasio na maandamano, na baadhi walipigwa risasi mgongoni au kichwani. UN inasema miili ilichukuliwa na vyombo vya usalama ili kuficha ushahidi, na kuna madai ya mass graves, yaani makaburi ya watu wengi. Serikali inakanusha idadi kubwa, ikisema nguvu ilitumika inayofaa kulinda amani na mali, na kwamba maandamano yalikuwa jaribio la mapinduzi lililopangwa na vijana waliolipwa. Swali kuu linabaki: nani aliruhusu bunduki ziue watu? Kulingana na ripoti za kimataifa, UN expert zinasema kuwa madai ya shoot to kill orders wakati wa curfew. CNN na BBC zilithibitisha video za polisi wakifyatua risasi moja kwa moja kwa waandamanaji wasio na silaha au wenye mawe tu. HRW inasema polisi na plainclothes walifyatua risasi bila kujali hatari. Amnesty inataja kuwa na reckless use of firearms na nguvu iliyokuwa sio ya lazima. Majibu ya serikali yalikuwa: Rais Samia Suluhu Hassan Disemba 2 mwaka 2025 alitetea vikosi vya usalama akisema nguvu ilitumika proportional kwa sababu maandamano yalikuwa manufactured event na attempted coup ambayo ilipangwa na vijana waliokuwa wamelipwa fedha nyingi. Alisema what was the smallest force na were we supposed to wait until the coup succeeded. Hakukili maagizo maalum ya shoot to kill, lakini alisema serikali ina wajibu wa kulinda nchi. Rais alitangaza tume ya Jaji Mohamed Chande Osman Novemba mwaka 2025 kuchunguza vurugu, lakini ripoti ya awali inashinikiza kubadilishwa, ambapo
kupunguza idadi ya vifo, kuficha uhusika wa polisi na TC au wanajeshi wa nje. Hadi Machi mwaka 2026 hakuna hatua dhahiri dhidi ya wahusika iliyochukuliwa. Hakuna maofisa au viongozi waliochukuliwa hatua rasmi hadi sasa, na ripoti za UN pamoja na Amnesty zinatoa wito wa uchunguzi huru na uwajibikaji wa wale walioamuru au kutekeleza matumizi ya nguvu isiyo halali. Serikali inasema uchunguzi unaendelea, lakini upinzani pamoja na CSOs wanasema ni cover up. Na kauli ya Mheshimiwa Yusuf Mbilinyi inawakilisha hasira halisi ya umma, na swali la nani aliruhusu linaonyesha ukosefu wa uwajibikaji na imani kwa serikali. Matumizi ya risasi za moja kwa moja dhidi ya raia wasio na silaha kama nyumbani au barabarani ni uvunjifu wa haki za binadamu na kanuni za kimataifa. Lakini ripoti za CNN, Amnesty na UN zina ushahidi wa video na mashahidi, hivyo swali la maagizo ni halali. Serikali inahitaji uchunguzi huru ili kurejesha imani, na kutochukua hatua kunaweza kuongeza hasira na migogoro. Rais alitetea vikosi, lakini hii inaweza kuonekana kama kukosa uwajibikaji. Ili kuepuka kurudi kwa vurugu, serikali inahitaji uchunguzi huru wa kimataifa, uwajibikaji wa wale walioamuru au kutekeleza, mazungumzo ya kitaifa kuhusu katiba na uchaguzi huru. Bila hili, swali la nani aliruhusu litabaki na kuwaka zaidi. Wasikilizaji, swali la nani aliruhusu bunduki ziue watu Oktoba 29 linahitaji majibu ya haki na uwazi ili taifa lipone. Tunahitaji uchunguzi huru na uwajibikaji ili kurejesha amani. Je, serikali itatoa majibu au mvutano utaendelea? Asanteni kwa kusikiliza. Endelea kuwa nasi na acha maoni yako kulingana na ripoti hii.